ambaye amekamilika vigezo vile ambavyo amevitaja Mtume sallallahu alayhi wasallama, vigezo ambavyo Rasuli alayhi salatu wassalam amevielekeza kwa wazazi wa binti, kwamba idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ay mawali wa binti, imma wazazi au wanaochukua nafasi baada ya wazazi, wote ni mawali. Atakapowajilia yeyote yule ambaye nyinyi mtamridhia dini yake na tabia zake, muozesheni. Akaja huyo ambaye mawali wameridhia dini yake, kadhalika wameridhia tabia zake, wakamuozesha. Hii ni riziki ya pili au ni neema ya pili. Neema ya kwanza, ulirefuka muda wake kwao. Neema ya pili, Allah tabaraka wa taala akamletea huyu binti kijana mwenza wake ambaye amebeba zile sifa kuu mbili ambazo anazitaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wazazi wazizingatie hizo. Wasiwe wazazi wameweka mizani zao na sharia imeweka mizani yake. Watahadhari katika hilo, kwa sababu wako baadhi ya wazazi wanawafanya mabinti zao mithili ya bidhaa. Mzazi amepatwa na ukata wa muda mrefu, mzazi amekumbwa na njaa ya muda, akiangalia na mabinti zake watatu wanne, anaona kwamba hii ndio njia mimi ya kutoka katika maisha. Ikawa mzazi ana vipimo vyake mwenyewe, ikawa mzazi ana mizani zake ameziweka. Mizani yake ni nini? Mizani yake ni kabila. Kwa hiyo ukija na kabila lako linapimwa kwenye kabila lile, linaingiana, naam, hewallah. Mizani yake ni kipato. Ana kipato huyu, anafanya kazi gani kwani? Anajishughulisha na nini? Huyu bwana alhamdulillah, yani mambo tu ya riziki, alhamdulillah. Huyu anafanya kazi benki. Basi hapo mzazi umeshamkonga nafsi yake. Huyu yuko wizarani, huyu yupo katika ofisi fulani, ni mkurugenzi huyu wa shirika fulani. Basi mzazi haangalii jambo jingine, haulizi hata akida yake, haulizi hata ibada zake. Ni mtu wa swala tano. Hivi leo uliswali alfajiri? Hebu niambie ukweli wa mambo, na Mola wako ni shahid. Uliswali alfajiri leo? Nimeswali. Uliswalia jamaa msikitini? Hana vipimo hivyo mzazi. Ukoje wewe kiitikadi? Una itikadi iliyosalimika ili abaki salama binti yangu katika maisha yako, au itikadi yako si itikadi iliyo salama? Yuko wapi Allah? Ataka kujiridhisha mzazi juu ya akida ya anayekuja kumbishia hodi nyumbani kwake. Aina Allahu? Allah yuko wapi? Nataka kujua jambo kutoka kwake. Ana mizani zake, anafanya kazi. Je, una nyumba au umekodi? Na kama umekodi nyumba nzima au ubale wa nyumba, au una chumba kimoja? Ole wako useme una chumba kimoja, ole wako. Ole wako useme kwamba mimi bwana shughuli zangu ni ikitokea naitwa, kuna kibarua nitapigwa simu, ikitokea sana sana huwa nauza karanga mwenyewe, alhamdulillah riziki yangu ya halali. Ole wako yasema. Wengine hudanganya kwa kuchelewa kwamba nikisema kazi yangu ya halali, kwamba mimi kazi yangu nafukua vyoo, nazibua vyoo, atakosa.
aweza akajipa kazi nyingine isiyokuwa yake. Anaweza akaenda kupeleka posa, ameazima gari la watu, akawa yuko pale achezea funguo ya gari, aonekane kwamba ana gari huyu. Wallahi alazim, yanafanyika haya, wallahi alazim. Sasa mzazi vipimo vyake ni vipimo duni, sio vile vipimo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba tuangalie dini ya kijana, tuangalie na hulka za kijana. Alafu riziki, siku na sahaba amekuja akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, niozeshe huyu kama humtaki. Baada ya kuja yule mwanamke ambaye alikuja kuitoa nafsi yake hiba kwa Rasuli alayhi salatu wasalam, na kwamba Allah alishamhalalishia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minin قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وتهاوى kwako wewe Mtume ni halali, na yule mwanamke ambaye atajileta kwako kuitoa hiba nafsi yake, kwamba ya Rasulullah, kama wanitaka niko tayari na wewe, huyo pia tumekuozesha. Kwa alipokuja Rasul alayhi salatu wassalam, akamtazama juu mpaka chini, akatikisa kichwa chake kwamba hapana. Sahaba anaona, akamwambia ya Rasulullah, kama huna haja naye nipe mimi. Akamwambia njoo, una mahari? Sina. Katafute mahari. Kenda akazunguka akarudi hana kitu. Nenda katafute hata pete ya chuma, pete ya chuma ambayo sio ghali kama pete ya silva. Kakosa. Mwisho akasema nina kishuka changu nitampa. Kishuka hiki ukimpa yeye utakuwa uchi, na wala yeye hakitomtosha. Akaondoka akiwa amekata tamaa. Njoo, una nini katika Qur'an? Nimehifadhi sura kadha wa sura kadha, nimekuozesha kwa ulichokihifadhi katika Qur'an. Huyo ana polo la ngano nyumbani kwake? Hana, ikiwa ameshindwa kuleta pete ya chuma. Haina maana kwamba tuwaozesha ambao kwamba hawana dhamira ya kujishughulisha, kwamba hilo halizingatiwi. La, tuzungumzia kwamba kuna kupata na kukosa. Wangapi wanatoka wanarudi watupu? Wapo, lakini katoka kutoka, katoka. Kurudi na kitu ni riziki, lakini jitihada ya kibinadamu ameifanya. Na wewe kadhalika na binti yako, hakuna siku mmelala na njaa, hakuna siku mliomba chakula kutoka kwa mtoto wenu wa mahala fulani, kaka yenu wa mahala fulani, hakuna siku hiyo. Mbona ulishindwa na wewe ni mume? Kwa maana ashindwaye pia ni mume. Almuhim kwamba huenda ukarefuka muda wa binti nyumbani kwao, Allah akamruzuku mume.